hapa na mwalimu Geshoma Ngomale. Katika mwezi tutakuwa tukijifunza somo la ndoto linaloenda kwa kichwa kinachosema ijue sauti ya Mungu kwa njia ya ndoto yako. Tutakuwa na mtiririko wa hili somo la ndoto. Kwanza kabisa tunapaswa kujua kwamba asili ya ndoto, chimbuko la ndoto, mwanzilishi wa kitu ambacho kinaitwa ndoto alikuwa ni Mungu mwenyewe. Yaani Mungu mwenyewe ndiye ambaye ndiyo asili ya ndoto. Kuna watu ambao wanazungumza kwamba ndoto ni kitu cha kufikirika. Kuna watu ambao wanazungumza kwamba ndoto ni habari za mizimu. Hakuna ndoto ya kweli. Kila mmoja anaweza kuwa yuko sahihi kutokana na mazingira ambayo anakutana nayo, lakini kiuhalisia asili yake ilikuwa ni Mungu mwenyewe. Tukirudi nyuma kidogo, tunaweza tukaja kuona kwamba Mungu alikuwa na utaratibu wa kukutana na watu. Ilipotokea Adamu na Hawa walipokuwa wamekosana na Mungu, ile hali ya kumhalalisha Adamu na Hawa kukutana na Mungu ana kwa ana, ule uhalali ukawa umeondolewa kwenye bustani ya Eden. Na ndio maana ilikuwa ni rahisi Mungu kuwafukuza, kwa sababu kitendo cha Mungu na Adamu na Hawa kukutana kilikuwa kinatafsirika kama tendo haramu. Mungu aliamua atengeneze namna ya pili ya kuwafikishia taarifa, lakini katika namna ya kutokuonana ana kwa ana. Namna ya kwanza ambayo Mungu alikuwa anawafikishia ujumbe Adamu na Hawa ilikuwa ni namna ya kuonana nao ana kwa ana. Ile dhambi waliofanya iliwaondolea uhalali wa kuonana ana kwa ana. Ni kwamba Mungu akatengeneza utaratibu wa kuwafikishia taarifa, kwa sababu ni muhimu sana. Watu ambao Mungu amewaumba ni lazima watengeneze utaratibu wa kuwasimamia. Kitu chochote ambacho Mungu ameweka mahali huwa atelekezi. Hivyo kwa kuwa Mungu amewaweka wanadamu chini ya jua na amewapa kuvisimamia vile vitu ambavyo Mungu amewaumba kuvisimamia, kwa hiyo Mungu akaachilia njia rahisi ambayo wanaweza akaitumia yeye kuwafikishia ujumbe, ambayo inaitwa ndoto. Sasa hii lugha ambayo nimeitumia hapa inayosema ijue sauti ya Mungu kwa njia ya ndoto yako, ni kwamba kila ndoto ambayo inakuja inayo taarifa muhimu iliyobeba kwa ajili ya kukukumbusha vitu vilivyopita, ni kwa ajili ya kukufahamisha kitu kinachoendelea, kwa ajili ya kukujulisha kitu ambacho kitatokea mbele. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Mungu huwa anakupa vitu kwa namna ya kukupa taarifa kwa habari ya vitu, kwa habari ya asili ambazo huwezi kuzifikia kiurahisi. Kitu ambacho ni cha muhimu ambacho ninapenda wote tukifahamu, upaswi kupuuza ndoto. Yaani katika vitu ambavyo upaswi kuvipuuza ni ndoto. Narudia tena, katika vitu ambavyo ni muhimu sana, Mungu hatamani kuona kinapuuzwa, ni ndoto. Huko mbele ya safari tutaangalia kwamba tuna ndoto za aina ngapi. Na shabaha ya Mungu kuachilia ndoto ni kwa sababu ya kupitisha taarifa, ni kwa ajili ya kutengeneza mawasiliano ambayo yatarahisisha Mungu kupeleka taarifa. Kwa hiyo ndoto ni mlango uliowekwa na Mungu ili umsaidie Mungu kukuletea taarifa sahihi juu ya mazingira ulionayo chini ya jua. Kuna vitu ambavyo Mungu hawezi kukuambia kwa njia mawazo, atavipitisha ndotoni, kwa sababu kuambia kwa njia mawazo hutaweza kuelewa. Na kuna vitu ambavyo Mungu anaweza kukuambia kupitia watu, hutaweza kuelewa. Sasa ili uweze kuelewa, anavipitisha kwenye mlango wa ndoto ili viweze kufikia. Tutaangalia kitabu cha Hesabu sura ya 12 mstari wa 5. Tukija kwenye ule mstari wa 6, tunaona Mungu anatoa maelekezo, anasema sikilizeni maneno yangu, akiwepo nabii katikati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, alafu pia nitazungumza naye katika ndoto. Kwa hiyo kupitia mstari tunaanza kuona ni moja kwa moja Mungu anatumia ndoto kwa namna ya kupitisha taarifa. Nimezungumza kwamba Mungu anakutana na wanadamu ana kwa ana, lakini baadaye kwa sababu ya ule uhalamu uliotengenezwa kwa Adamu na Hawa ili wasikutane na Mungu ana kwa ana, walikuwa wamefukuzwa, Mungu alianza kujifunua kama wingu. Mungu alianza kujifunua kama moto.
Mungu alianza kujifunua kama upepo. Mungu alianza kujifunua katika namna mbalimbali, lakini sio katika namna za kuonana na kuongea na mwanadamu ana kwa ana. Sasa baadaye ndipo akaanza kuzungumza. Kwenye huu mstari tunakuja kuona kwamba Mungu anasema, sikizeni maneno yangu, akiwepo nabii katikati yenu, nitazungumza naye katika mambo mawili. Jambo la kwanza, nitajifunua kwake katika maono. Jambo la pili, nitazungumza naye, nitasema naye, nitapitisha taarifa katika ndoto. Kwa hiyo ndoto ni njia mojawapo kati ya njia ambazo Mungu anazitumia kufikisha ujumbe, kufikisha taarifa kwenye maisha ya mtu aliyemweka duniani. Kwa hiyo kuna watu walioamini, kuna watu wasioamini. Hawa wote ni watu wa Mungu, na Mungu huwa anawatumia ili kuwafikishia taarifa muhimu, hasa kwa njia ya ndoto. Kwa hiyo kwenye maisha yako hakikisha haupuuzi hata kidogo ndoto, kwa sababu kuna sauti ya Mungu, kuna kitu ambacho Mungu amekificha kwenye hiyo ndoto. Na hicho ndo kitu cha muhimu ambacho nataka tudili nacho. Usidili na ndoto, usidili na mazingira ambayo unayaona, sijui umeona kisu, sijui umeona kile. Tafuta kusudi, tafuta sauti, tafuta lengo. Kuna kusudi gani Mungu amelificha kwenye hiyo ndoto? Hicho ndo kitu muhimu ambacho natamani tukione leo, kwamba Mungu ana tabia, anapenda kufanya kazi na wale wampendao katika kuwapatia mema. Lakini huwezi ukafanya kazi na mtu yoyote bila kupeana maelekezo. Yaani kufanya kazi na mtu bila kuwa na mawasiliano ya ukaribu ni hatari sana kwenye hiyo kazi. Sasa ili Mungu aweze kuwa na safari nzuri sana na watu ambao wameweka duniani na anaotamani kufanya kazi nao, kuwa na namna yake ya kufanya, kuwafikishia taarifa katika namna zote ambazo Mungu anaweza kuwafikishia taarifa. Kuna taarifa ambayo Mungu anaweza kumpatia mtu kwa njia ya mawazo. Kuna taarifa ambayo Mungu anaweza kumpatia mtu kwa njia ya maono. Lakini lengo letu ambalo tunataka tuliangalia hapa, kuna taswira ambayo Mungu anaitengeneza ambayo inaitwa ndoto, na kupitia hiyo taswira analipitisha kusudi lake, na hiyo kusudi ndiyo sauti ambayo unaizungumza. Tamani kukutana na Mungu kwanza kabla ya kukutana na chochote katika hiyo ndoto. Hakikisha unakutana na Mungu. Kuna watu wanaota ndoto, anaota nyoka, alafu anakutana na nabii, anampa tafsiri ya kumtisha. Mwingine anaota ndoto anakula vitu vya ajabu, anakutana na nabii, anamtisha. Sikiliza, ili uwe na uwezo mzuri wa kumshukuru Mungu kwenye kila jambo, kama anavyosema shukuruni kwa kila jambo, maana ndio mapenzi ya Mungu. Ndoto yote unapokutana nayo, tafuta mapenzi ya Mungu kwanza kabla ya kutafuta kitu chochote. Kuna watu ambao kwenye dunia wamejaa hila. Chochote wanachokisikia au kukutana nacho, wanatafuta uharibifu kwanza kabla ya kutafuta wema uliopo ndani. Yaani kutana na chakula, anatafuta kasoro kwenye hiyo chakula. Akikutana na kazi yoyote, anatafuta kasoro. Akisikia mtu anafundisha neno la Mungu, anatafuta kasoro. Akisikia mtu anaimba, anatafuta kasoro. Akiona umeota ndoto, anatafuta. Hakuna wakati ambao anatafuta sauti ya Mungu kwenye ndoto yako. Ni hatari sana kukaa na kumsikiliza mtu wa staili hiyo. Ninarudia tena kwa neno nikusaidia. Ni hatari kukaa na kumsikiliza mtu ambaye kila siku yupo kwa ajili ya kupitisha taarifa mbovu na za hatari kwenye masikio yako. Tafuta kujua sauti ya Mungu iliyofichika kwenye hiyo ndoto. Taarifa yote inayokuja ndani yako, itafuta sauti ya Mungu kwenye ile taarifa. Leo hii watu wamekuwa wakifundishwa namna ambavyo jamii ni mbaya. Usisalimiane na mtu mkono. Wamekuwa wakifundisha vitu vya ajabu, lakini mimi naambia hivi, tafuta kujua sauti ya Mungu. Wakati mwingine anakufundisha kutafuta mkosi kwenye ndoto uliyoota. Mwingine anakufundisha kutafuta anguko kwenye ndoto uliyoota. Mwingine anakufundisha kutafuta hali ya kusambaratika kwa uchumi wako, kusambaratika kwa huduma yako, kwa familia yako, kusambaratika kwa uhai wako. Mimi ninakushauri, tafuta sauti ya Mungu, tafuta maelekezo muhimu ya Mungu sana kwenye hiyo ndoto, kwa sababu hakuna ndoto ambayo haijatoka kwa Mungu. Na kama kuna ndoto yote inakuja kwenye maisha yako, Mungu anaijua. Tafuta ukweli na uhalisia kutoka kwa Mungu kwa habari ya ndoto ambayo unaiota. Biblia inasema siku za mwisho kutakuwa na masikio ya utafiti. Watu ambao lolote watakalokuwa nalisikia watatamani kulitafiti, wajue. Vizuri kabisa kitabu cha Hesabu hapa sura 12 tumeona
kwamba Mungu anazungumza na Miriam na Musa na Haruni. Anasema kama yupo nabii katikati yenu, nitajifunua kwake kwa maono, nitajisema naye katika ndoto. Kwa hiyo ndoto ni moja ya njia ambayo Mungu anaitumia kupitisha taarifa. Ukikutana na mtu yoyote ambaye anaitumia ndoto yako kupitisha taarifa mbaya, hata kama ndoto uliyoota ni mbaya, nisikize vizuri, unaweza ukaota ndoto nzuri alafu taarifa yake inaweza ikawa mbaya, na unaweza ukaota ndoto mbaya taarifa yake ikawa ni nzuri. Kuna wakati ambao nilishawahi kuota ndoto. Ile ndoto nilipoota nilisikia hali ya kunung'unika kusiko kwa kawaida, lakini ndoto ambayo ukimsimulia mtu yoyote anaweza kukupa pongezi, hongera sana, ninaona safari yako ni nzuri. Lakini baada ya kuota ile ndoto nilisikia nung'uniko la ndani, niliona nimebubuikwa na ile hali ya huzuni. Kwa hiyo moja ya vitu vya msingi vya kuvifuatilia, uote ndoto iwe nzuri, uote ndoto iwe mbaya, tafuta maelekezo ya Mungu kwenye hiyo ndoto. Achana kabisa na hofu ambayo adui anaweza kaitia. Haijalishi umeota kisu, umeota msiba, umeota mauti, tafuta kujua maelekezo ya Mungu kwenye ile ndoto. Hivyo ndivyo utavuka salama. Unakutana na mtumishi wa Mungu anakuambia ukiota mbwa ujue roho ya umalaya na kufuatilia. Sijajua kama ni tatizo langu, lakini sijabahatika kukutana na mtumishi wa Mungu ambaye anazungumza vizuri kwa habari ya ndoto. Ni Mungu ameiweka ili aseme na watu. Ni wachache sana, lakini wengi wao wamebeba taarifa za uharibifu, za kuwatiisha watu, za kuvuruga, yani kuwanyima watu hali ya kutamani kumsikia Mungu anazungumza nini kupitia zile ndoto. Narudia tena, wakati wengine wanatafuta msiba kwenye ndoto, wakati wengine wanatafuta mauti kwenye ndoto, wakati wengine wanatafuta uhalisia wa kile ambacho kimefanyika, wanatafuta adui kwenye ndoto. Wewe tafuta kujua sauti ya Mungu. Hata kama umemwona baba yako mzazi anakufanyia uharibifu, umemwona mama yako, umemwona mchungaji wako anakufanyia uharibifu, usimtafute mchungaji, tafuta sauti ya Mungu, tafuta maelekezo ya Mungu kwenye ile ndoto. Hiyo itakufanya uishi kwenye kusudi la Mungu kwenye maisha yako, kwa sababu sauti ya Mungu iliyo kwenye ndoto ni kusudi la Mungu. Shabaha ya Mungu kuletea hiyo ndoto ni nini? Okay, mbele ya safari tutaangalia aina 4 za ndoto. Zisikutoe kwenye kusudi la Mungu katika kuletea ndoto. Kwa mfano, Biblia inasema siku za mwisho kutakuwa na manabii wengi. Sasa kama siku za mwisho ndio hizi na zina manabii wengi wa uongo, haimaanishi hakuna manabii wa kweli. Nabii wa kweli wapo, lakini wengi wao. Mungu akubariki. Tujiandae wiki linalofuata kwa ajili ya kujifunza